Kamati ya bunge kuhusu elimu leo imemshutumu katibu wa elimu Julius Bitok kwa utepetevu na kususia vikao vya kamati hiyo mara kwa mara bila sababu. Wanakamati hao sasa wanasema Bitok amekuwa kizingiti katika utendakazi wao. Aidha, wameitaka tume ya TSC kuhakikisha kwamba wanafunzi wote waliokamilisha elimu ya msingi na sekondari wanapokea vyeti vyao mara moja, hata ikiwa wana madeni yao ya karo. Melita Oletengez anaarifu zaidi. Kikao cha kuwasilisha sera za bajeti za Wizara ya Elimu kilichoandaliwa leo na kamati ya elimu kilichoongozwa na mwenyekiti Julius Meli kilichukua mkondo tofauti wa kumkosoa katibu wa elimu Julius Bitok kwa kususia kikao hicho. He has failed to appear, he has failed to honor, and he has failed to carry out his duties as the principal secretary of basic education. Noting that the budget policy statement is supposed to addressing key issues in the sector. Kwa mujibu wa kamati hiyo, sio mara ya kwanza kwa Bitok kususia mikutano ya kamati na kuweka kizingiti katika utendakazi wa kamati hiyo. The PS has a very low opinion on the matters of the house, and this committee should actually sanction him and impose the greatest penalty possible. The PS must be called out. We cannot allow this to continue, particularly in the Department of Education that is critical. On several occasions fails to appear before the committee. And a number of issues this committee has raised to the PS has not been answered satisfactorily. And I remember when we were in the retreat in Naivasha, the whole house was in condemnation of his behavior. And today, this has been brought to light. Kaimu mkurugenzi wa tume ya walimu TSC Evelyn Mitei alifika mbele ya kamati hiyo, ambapo mwenyekiti Julius Meli alitoa makataa ya siku 20 kwa walimu wakuu wa shule zote nchini kutoa vyeti kwa wanafunzi wote waliokamilisha elimu yao ya shule ya msingi na sekondari bila kulazimishwa kulipa masalio ya karo. So we really want all those certificates be released to parents or to students to their honors. And no time should the principals retain the certificates again. TSC imependekeza shilingi bilioni 16.5 kuwa malipo ya bima ya walimu ya SHA katika bajeti ya mwaka 2026-27 pamoja na shilingi bilioni 7.2 kuwaajiri walimu wanagenzi. Melita Oletengez, Runinga Citizen.